Mtazamaji wa Nyikani TV Africa, asante kwa kuendelea kuwa pamoja nami na kutazama Nyikani TV Africa, lakini pia kulike, kushare pamoja na kucomment. Tafadhali tuendelee kuungana katika simulizi kutoka nchi ya Burkina Faso, ambapo muda huu tuangazie jaribio lililokuwa limepewa jina la jaribio la mji wa vita. Jaribio hili lilikuwa mwaka 2024 ambalo lilipangwa kutekelezwa mjini Ouagadougou, mji mkuu wa nchi ya Burkina Faso, nchi yenye utajiri wa rasilimali madini, lakini nchi iliyokuwa ni kama eneo la maziko ya malaika yanayofanywa na shetani kabla utawala wa Captain Ibrahim Traore. Jaribio hili lilipitia maandamano yasiyo halali, yani ambayo hayakuwa na kibali kutoka kwenye mamlaka za serikali. Vijana kadhaa wakashawishiwa kwa ahadi butu, huku baadhi wakipewa pesa kwa ajili ya maandamano hayo ambayo hata wao wenyewe walikuwa wajui lengo lake. Maandamano hayo yalipangwa maalum ili baadaye yaje kuwa machafuko makubwa katika nchi ya Burkina Faso, huku ndani yake ukiona wauaji wenye silaha na baadhi ya majengo marefu yakihesabiwa kwa ajili ya kuwaweka wadunguaji, kwa Kiingereza wanaita snipers. Mpango huo ulikuwa ni kwamba baada ya maandamano hayo Ibrahim Traore angetokea kwenda kuwasikiliza na kuyatuliza maandamano hayo, na kwamba angetokea tu ndipo angedunguliwa na snipers hao. Lakini Mungu ni mwema sana kila wakati. Mpango huo uligundulika baada ya walinzi wake, kitengo cha wadunguaji, kuwanasa wauaji hao kabla hawajatekeleza unyama wao huo wakati wa maandamano hayo. Ikumbukwe, Ibrahim Traore anayo tabia ya kwenda kuwasikiliza wananchi inapotokea jambo fulani katika nchi yake. Siku hiyo mji mkuu huo wa Ouagadougou ulifunikwa na hofu kuu, huku Ibrahim Traore akiendelea kutumia vitengo vyake vema kwa hali ya juu kubaini hatari, huku wachambuzi wa mambo wakisema ukubalifu wake kwa wananchi wengi ni moja ya silaha yake kuu katika upatikanaji wa taarifa fiche za yanayoendelea kuratibiwa dhidi yake na wasaliti. Mtazamaji, karibu katika kucomment ama kutoa maoni yako katika jambo hili na haya yanayoendelea huko Ouagadougou nchini Burkina Faso, lakini kunusulika kwa Ibrahim Traore, rais wa nchi hiyo. Unasemaje wewe katika haya yanayoendelea? Je, ni muujiza? Je, Mungu ameamua kutupa funzo kama wa Afrika ili kuweza kushikamana zaidi kuliko kuendelea kutegemea misaada ya kila siku, huku tukiona vitu vyetu ni kama havina thamani tukiwapa au wanaoitwa wawekezaji, lakini kimsingi wanakuja kunyonya nchi za Afrika? Karibu katika mtazamo wako katika eneo la comment. Hii ni Nyikani TV Africa.